Mwambie jirani yako wewe ni shujaa wa imani. Amen. Mwambie jirani yako wewe ni shujaa wa imani. Huwa hajaenda kuzuia ule ibadani kwa Bwana. Amen. Watu wachache wa imani kama ya kwako. Amen. Na Mungu anaiona hiyo imani na kuithamini sana. Amen. Endelea hivyo hivyo ili uweze pia kuachia kwa watu wengine. Amen. Tunaendelea pia na somo letu zuri. Ongezeka kidogo. Tulikuwa tunaendelea na mzunguko wa somo la Roho Mtakatifu na tulikuwa tukijifunza juu ya kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Na kazi mojawapo ilikuwa ni kutoa karama kwa waumini, kutoa karama kwa waumini. Na tuliangalia karama katika mgawanyiko wake, tuliangalia karama za ufunuo kwa maana ya zile karama tatu, kwamba neno la hekima, neno la maarifa, la kupambanua roho. Lakini pia tukaangalia ile lingine kundi la nguvu, karama za nguvu. Tukaangalia ile karama ya miujiza, uponyaji pamoja na imani. Na sasa tena tuko katika kundi lingine la mwisho ambao nasema ni karama za maneno. Karama za maneno. Katika kundi hili hata karama hizi za maneno ndio zile ambazo zinahusisha kutamka au kuwasilisha ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu wake. Ni karama ambazo zinahusisha kutamka au kutoa ujumbe ambao Roho Mtakatifu mwenyewe anaongoza kumwachilia kwa watu wake. Si karama ambazo ni mtu mwenyewe labda anaamua kutoa mawazo yake, bali ni sauti ya Mungu. Wanadamu wanatumika kama midomo yake tu, lakini ni ujumbe ambao unatoka moja kwa moja kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo Mungu huwa anaamua kusema kwa hisia, kwa maana ya kuonyesha mapenzi yake kwa watu wake. Wakati mwingine anaweza akatoa ujumbe wa kuonya, wakati mwingine anaweza akatoa ujumbe wa kutia moyo, wakati mwingine anaweza akatoa ujumbe wa kufundisha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo karama zote hizi zinatoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 10. Tusome kidogo Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 12:10 inasema, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sasa katika kundi la tatu hili tunazungumza mwingine unabii, mwingine namna za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Tutakwenda kupitia kwa kifupi, baadaye tutaenda kupitia kirefu zaidi karama moja hadi nyingine. Katika karama ya unabii, karama ya unabii kwa kifupi ni kutangaza au kutoa ujumbe wa Mungu juu ya watu, na ujumbe huu unakuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Lengo ni kuonya, lengo ni kufundisha, lakini pia lengo ni kutia moyo. Tutasoma baadaye ukiangalia katika Wakorintho wa kwanza 14, tutaangalia baadaye kidogo. Sasa hivi tunaangalia tu kwa kifupi mtasari, lakini baadaye tutaangalia moja baada ya nyingine na tutapata fursa pia ya kuweza kusoma maandiko kiundani. Kwa tutaona Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 3 tutasoma baadaye, amesema kwa hiyo nabii njema kufariji na kutia moyo. Kwa hiyo kutoa unabii lengo lake kuu ni kujenga, kutia moyo na kufariji. Lakini pia tunaona pia nabii Adamu katika ile Matendo ya Mitume sura ile 21 mstari wa 11, tutasoma baadaye kidogo. Tunaona bado alichukua mshipi wa Paulo na akaenda akasema, akanifunga miguu, akafunga na miguu, akasema hivi vilivyofunga ndio mwenye mshipi huyu atakwenda kufunga Yerusalemu. Kwa alikuwa anatoa unabii na Yesu asifiwe sana. Lakini nyingine ni lugha mpya. Leo tunasema kunena kwa lugha mpya. Ni uwezo wa kuzungumza lugha ya rohoni ambayo msemaji
akili zake hazielewi isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Ni uwezo wa kuzungumza lugha ya roho ambayo msemaji anayonena haelewi kwa akili zake isipokuwa kwa Roho Mtakatifu pekee. Kwa akili zake hazina matunda, lakini kwa Roho Mtakatifu roho yake inakuwa na matunda, kwa sababu anaomba katika Roho. Somo la hii karama ni kuomba, na mtu binafsi anakuwa anaenda kwa lugha, lakini anakuwa anaomba maombi ya roho, lakini iko roho. Mwingine katika sifu anasifu kwa namna ya roho, ishaka kusifu kwa hali ya kawaida, na mwingine katika kumtukuza Mungu. Yote kwa pamoja yanakuwa yamejenga ule msingi wa karama hii. Na tunaenda pia kwa karama nyingine ya tatu, inaitwa tafsiri ya lugha. Tafsiri ya lugha tutaziangalia vizuri mbele kidogo, baada ya muda mfupi. Tafsiri ya lugha, tunaposema tafsiri ya lugha ni uwezo wa kutafsiri lugha iliyotolewa, lugha ya roho, uwezo wa kutafsiri au kufasiri lugha ya roho ambayo imetolewa ili kanisa au watu wapate kuelewa na kuchekeka. Ule ujumbe unaotolewa kupitia karama ya lugha, kunena kwa lugha. Sasa mwenye karama hii ya kufasiri anakuwa na uwezo ambao umetolewa na Roho Mtakatifu wa kuweza kufasiri au kufanua ujumbe wa rohoni uliotolewa. Inawezekana ni ujumbe uliotolewa kwa maana ujumbe uliotoka kwa njia ya maombi au ya rohoni, au ujumbe wa kinabii njia Mungu au kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusudi la kujenga kanisa. Utaona kwa undani moja baada ya nyingine. Lakini mambo ya msingi kama tukienda kuzitazama hizi karama, kuna mambo ya msingi ambayo tunataka kuyafahamu. Jambo la kwanza, karama hizi zote zinahitaji ushirikiano wa Roho Mtakatifu. Karama zote zinahitaji ushirikiano wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu yeyote anayepaswa kuzungumza kwa hisia zake, kwa akili zake, kwa matakwa yake au kwa roho nyingine ya giza, isipokuwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Petro anatuambia, ukisoma katika Petro wa pili ile 1:21, anasema hakuna mahali popote unabii uliachiliwa kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa wanadamu walinena kwa yale yaliyotoka kwa Mungu. Soma hiyo Petro wa pili 1:21. Petro wa pili 1:21. Petro wa pili 1:21 inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia kusudi la karama hizi tatu si kushangaza, bali ni kucheka. Kusudi la karama hizi si kushangaza, bali ni kucheka. Kila neno lolote au lugha inayotolewa kwa kutamkwa inapaswa imuinue Kristo zaidi na kumtukuza Kristo, na si kumuinua yule anayetamka au msemaji. Kwa hiyo neno lolote au lugha yoyote inayotamkwa inapaswa kumtukuza Kristo na si kumuinua yule msemaji. Kwa hali mambo ya msingi ambayo tunataka tuyaone. Soma katika Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 26, anasema na yote yatendeke kwa utaratibu. Kwa hiyo yapaswa kumuinua Kristo na si kumuinua yule ambaye ametumiwa tu kama chombo. Karama hizi zote zinaleta uhai na kuamsha uamsho wa kweli ndani ya kanisa. Kwa lengo lingine ni kuleta uhai na kuamsha ule uamsho wa kweli ndani ya kanisa. Kanisa lolote linaloongozwa na sauti ya Mungu linakuwa lina ule mwelekeo wa kiroho ulio sahihi kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
inakuwa haliendi kwa kupotea, kwa sababu inaenda kwa mapenzi ya Mungu. Sasa soma katika ile Isaya 50 na ule mstari wa 4. Isaya anazungumza kwamba Bwana Mungu amenipa ulimi wa wanafunzi ili niweze kuzungumza maneno yanayofaa kwa wakati wake. Kwa sasa soma vizuri, turudie ile andiko. Isaya 50 mstari wa 4. Isaya 50 mstari wa 4 inasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu nipate kusikia kama watu wafundishao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo la karama hizi zote, hizi ni kanuni ambazo tunataka tuzielewe katika hizi karama tatu. Sasa twende karama moja baada ya nyingine, kiundani. Tupitie kwa pamoja, kwa sababu karama hizi za muhimu ndani ya kanisa, katika ujenzi wa kanisa. Karama zinapokosekana hizi, tunakosa kuona mkono wa Bwana kufanya kazi katikati yetu. Kanisa linakuwa lina mazoea. Kanisa linakuwa linamjua Mungu wa historia na sio Mungu ambaye anaonekana na nguvu zake. Sisi tunatamani tuweze kumjua, kwa sababu Mungu anatumia hizi karama kama nyenzo na kuweza kujifunua mwenyewe na kuonesha watu wake wema wake na mapenzi yake kwa ajili ya kuachia utukufu na watu wote waweze kumjua yeye na kumtukuza. Zinapokosekana, watu wanakuwa wanakosa uhakika wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haya, si yeye Roho Mtakatifu ameziachilia, ni kazi yetu kuzipokea na kuruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Karama ya unabii. Unabii ni kutangaza au kutoa ujumbe wa Mungu ulioongozwa na Roho Mtakatifu kwa watu wake. Unabii ni kutangaza au kutamka au kutoa ujumbe wa Mungu ambayo umefunuliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe kwa ajili ya watu wake. Kwa unabii hautokani na mapenzi au hisia za mtu au mawazo ya mtu, bali ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye anazungumza kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo ni sauti ya Mungu ambayo inaachiliwa kwa wakati fulani kwa ajili ya kusudi la kuachilia au kuonesha mapenzi ya Mungu kwa watu wake, kwa lengo la kujenga, kwa lengo la kuona na kwa lengo pia la kutia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuonesha uthibitisho wa Mungu katikati ya watu wake. Soma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na ule mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza, tutakuwa tunatembea na Wakorintho wa kwanza 14 zaidi katika hizi karama tatu ndio tutakuwa tunatembea zaidi. Wakorintho wa kwanza 14 na ule mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 3 unasema, bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Lengo la karama hii ya unabii, kuhutubu kwa jina lingine inaitwa kutoa unabii. Kuhutubu kwa Kiingereza ni neno ambalo linasema kuprofesi. Kuhutubu ni sawasawa na neno linasema kutoa unabii. Sasa anasema atoe unabii, kujenga, kufariji na kutia moyo. Lengo ni kuachilia mwanga na mwelekeo wa kiroho ili kuweza kutia moyo, ili kuweza kujenga, lakini pia wakati mwingine kuweza kuonya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura 21 mstari wa 10 na 11. Kama tutaweza kurudi nyuma kidogo, na tuone pale huyu nabii Agabo wakati amekwenda anawaambia wale watu Paulo alipo mahali pale kwamba huyu unaomuona
akamchukua mshipi wake akalifunga miguu na akasema, huyu mnaoona mwenye mshipi huu ndiko atakapokwenda kufungwa na kutiwa katika mikono, sawa sawa na vile ambao mimi nilijifunga. Kwa tuangalie tuone moja hapo yanafaa katika Biblia ya nabii leo. Matendo ya Mitume 21 mstari wa 10 na ule wa 11. Biblia inatuambia, basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akisema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu na watakaotia katika mikono ya watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu alisema hivi ndivyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nabii wote unaotolewa hautolewi kwa akili za kibinadamu wala ufahamu wa kibinadamu, bali unaongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Chanzo chake ni Roho Mtakatifu anaokiachilia. Bwana, sasa ukisoma katika ile Amosi 3 na mstari wa 7, Biblia inasema ya kwamba Bwana Mungu hatafanya jambo lolote la siri bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Tusome Amosi 3:7. Amosi 3:7 inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hii inaonyesha kwamba unabii kumbe ni njia mojawapo ya Mungu kuweza kushirikisha watu wake siri zilizo katika moyo wake kwa watumishi, kupitia watumishi wake manabii. Kwa unabii ni njia mojawapo ya Mungu kuweza kushirikisha siri ambazo ziko ndani ya moyo wa Mungu na kuziachilia kwa watu wake kupitia watu waliochagua wenyewe ambao ni manabii. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu ni mkubwa mno juu ya maisha yetu. Upendo wa Mungu ni mkubwa mno juu ya maisha yetu. Kwa hiyo unabii kazi yake ni kujenga na kuleta mwelekeo wa kiroho ndani ya kanisa. Lakini pia unabii kazi yake ni kutoa faraja kwa mtu ambaye yuko katika maisha yake. Wakati mwingine unaweza kupata hali fulani ya kukata tamaa, umefika mwisho na hakuna mtu yeyote unaweza kuelewa juu ya hilo tatizo lako. Lakini unabii unatolewa pale ya kukutia moyo ya kwamba songa mbele, pamoja na kwamba unayopitia haya, lakini iko njia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kazi nyingine ni kuonya dhidi ya hatari pengine iliyopo mbele yetu au ambayo inaendelea, lakini pia kuonesha uovu ya wote ambao upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kazi nyingine ya unabii ni kufunua uovu ambao umefichika ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuthibitisha mapenzi ya Mungu ambayo yapo karibu kufunuliwa. Na maana unakuta mtu mwonekana hii, yupo anaweza akasema kitu ambacho kitatokea baadaye. Ni kwamba anathibitisha kile ambacho Mungu anataka kukifanya au tayari kishakifanya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anafunua Yesu kama sawasawa na Amosi 3:7 kwamba Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwashirikisha watumishi wake siri yake manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sasa kanuni kuu za unabii. Wakati mwingine katika dunia hii tuliopo na kanisa na nyakati hizi ambazo neno la Mungu linatuambia basi tusijaribu kila roho. Ziko nabii nyingi ambazo zinatoka. Wakati mwingine sasa mpaka inafika kiwango cha kuweza kulichanganya kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pole sana tu. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwa namna gani kanisa linaweza likaelewa unabii uliotoka ni wa uongo au unatoka kwa Mungu au hautoki kwa Mungu? Kwa sababu nabii ziko nyingi sana kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya kwanza, lazima unabii uwe umetoka unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sifa ya kwanza kuu ya unabii, lazima uongozwe na Roho Mtakatifu mwenyewe. Unabii wa kweli wa aina yote ni lazima huo umetoka kwa chanzo chake, ni Roho Mtakatifu mwenyewe, ndio hawa aliotoa. Hautoki kwa akili za kawaida za wanadamu au kwa nguvu ya kipepo aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sifa ya kwanza ni unabii lazima uwe umeongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kama ile andiko tulisoma Petro wa pili ambayo tulisoma 1:21, Petro anazungumza pale, unabii haukutoka kwa mtu yeyote kwa labda chama cha wanadamu, bali wanadamu walianena hali yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa chanzo cha unabii wa yote, chanzo chake ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Tutaona mbele huko na hata ya kuweza kutambua. Lakini pia unabii wote lazima uweze kulingana na neno la Mungu. Unabii wote unaotoka lazima uweze kulingana na neno la Mungu. Neno lolote ambalo linatoka katika kinywa cha mtumishi wake au katika namna unabii unapotolewa, iwe neno au lugha, ni lazima uweze kulingana au kuendana na neno la Mungu. Mungu hawezi kujipinga, kwa sababu neno linalotoka linatoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe, na mwandishi wa Biblia au neno ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Sawasawa na Timotheo 3 ile Timotheo wa 3:17, tutaisoma kiache kwa maneno ya Mungu ni hai na uwezo kugeuza nafsi na roho, mwenye uwezo wa kuweza kuitilia ile uhai Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo unabii unapotoka unapigana neno lake, huo si unabii unaotoka kwa Mungu. Sharti la kwanza ni lazima uendane na neno la Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kujipinga kwa neno lake. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 37. Tusome pale. Paulo anatufunza kitu kikubwa sana cha siri. Wakorintho wa kwanza 14 na 37 anasema, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayokuandikia, na kwamba ni maagizo ya Bwana. Kwa hiyo Paulo alikuwa anawaambia manabii walikuwa wanatoa unabii ya kwamba mtu anapokuwa anatoa neno lolote la kinabii na ayatambue maagizo ambayo yako ndani ya neno la Mungu, kwamba lazima yasipingane. Yakipingana manake tayari hapa zimetokana katika roho mbili tofauti, lakini lazima ziendane na neno lenye uzima ambalo ni Roho Mtakatifu mwenyewe ameliachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unabii wowote lazima ulete ujenzi na amani na sio hofu. Ujenzi, amani, wala sio hofu. Unabii wowote lazima ulete tumaini na sio kuleta hofu. Unabii wowote lazima uachilie ujenzi na waweze kubomoa. Ukiona unabii unatolewa halafu inapotokea mbeleni unatokea kubomoa wala si kujenga, basi ndio si unabii unatoka kwa Mungu. Ukiona unabii unaachiwa halafu unaachia roho ya hofu, baada ya amani, baada ya tumaini, baada ya ujenzi wa imani, unaanza kubomoa hata imani yako. Huo si nabii. Kwa hizi ni sifa. Some katika hiyo Wakorintho wa kwanza. Sema kwa tutatembea na hiyo Wakorintho wa kwanza 14 zaidi. Ule mstari wa 33.
Wakorintho wa kwanza 14:33 anasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Anasema Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Hawezi kuachia unabii au kuleta machafuko. Paulo hapa anatuambia unabii wote lazima uachie amani. Lakini unabii wote umejengwa katika msingi wa upendo. Unabii unapotoka na hakuna upendo, Biblia inatuambia kwamba unakuwa hauna faida yoyote. Msingi mkubwa wa unabii umebebwa katika upendo. Anaona sasa Paulo anatuambia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 13 na mstari wa 2, wakati anaeleza habari ya upendo, anazungumza kwa kufunua siri kwamba ukiwako unabii. Tulisome kidogo sura ile Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 2 inasema, tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, ijapokuwa ni imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Kwa upendo ndio moyo wa unabii. Kwa unabii wote ambao tunakuwa nao lazima ndani yake uwe na moyo wa upendo kama msingi. Moyo wa unabii ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui baada ya hapa nani Mungu ataenda kuachia kama unabii. Katika kalama zote hizi Mungu atakwenda kuziachia kwa kadri ya binadamu. Kwa kujifunza hii misingi ili tuweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Aina kuu za unabii katika maandiko. Hebu tuangalie sasa kulingana na maandiko. Ziko aina kuu za unabii. Wengi tunajua unabii mmoja tu. Lakini ziko aina 4 za unabii katika maandiko. Aina 4 za unabii katika maandiko. Aina ya kwanza ni unabii wa faraja na mjezi. Aina ya kwanza ni unabii wa faraja na mjezi. Ni unabii wa kutia moyo, ni unabii wa kuachia faraja ndani ya kanisa, ndani ya mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabii wa kutia ujasiri. Tuone katika hii Isaya 40 mstari wa kwanza na wa pili. Tunaona Israeli baada ya kutenda dhambi, Mungu aliachia adhabu kali ambao ilikuwa akipita kwenye kipindi kigumu sana. Kwa hiyo baada ya nyakati fulani Mungu akamtumia nabii Isaya kuweza kuwaambia watu wake, farichini, akiwa anawatia moyo kwamba yale dhambi zetu sasa, adhabu ya dhambi zetu zimefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome hiyo Isaya 40 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 40 mstari wa kwanza na pili inasema, watulizeni mioyo, watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kuambieni kuwa kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa alipokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Kwa hiyo Yerusalemu tunaona wakati huo kulikuwa kuna adhabu ambayo Mungu aliachilia kutokana na dhambi zao ambazo walimtenda Mungu uovu. Sasa Mungu anatangaza kwa kutumia nabii Isaya, unabii wa kufariji. Anaambia fariji, tieni moyo, kwa sababu ile adhabu ambayo ilikuwa ndani yenu juu ya dhambi zetu, sasa adhabu hiyo imekwisha. Lakini sasa fariji, tieni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ingine ni unabii wa onyo. Unabii wa onyo ni unabii wa kuweza kuonya dhidi ya dhambi au hukumu ya kuja mbele. Ni unabii wa kuonya dhidi ya dhambi au hukumu inayokuja mbele. Mungu anaweza kaachilia katikati yetu hapa
ya kwamba endapo tutafanya haya na haya ambayo yapendezi Mungu, basi kuna adhabu itakuja mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kitabu cha Yeremia, tunamwona nabii Yeremia katika sura ile ya 7 mstari wa 3 na 4. Tutarudi nyuma kidogo tuone Yeremia 7:3 na 4 na kuendelea kule. Yeremia 7 mstari wa 3 mpaka wa 4 inasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo, kisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Endelea mbele. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake. Endelea. Kama humwonei mgeni wala mtaulia, kama humwonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo ya hatia mahali hapa, wala kuifuta miguu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni matumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua? Wakaishia hapo. Lakini nini maana kwamba hapa Israeli walikuwa wanatumania ile nyumba ya kwamba hata wanapotenda uovu watakwenda katika ile nyumba, wataomba na Mungu atawasikia. Lakini Bwana Mungu anawapa onyo, unabii unatoka. Anasema hata kama nyumba iko hapa, lakini mkienda mkafanya hali ya maovu mbele zangu, mkamwaga damu ya watu wasiokuwa na hatia, mkaenda mkamdhulumu mjane, mkafanya mambo mengi ambayo hayakupendeza Mungu, mimi sitasikia, ijapokuwa nyumba hii iko mahali hapa. Kwa hiyo sasa ni unabii ulitoka kwa onyo, na hata sisi unabii unaweza ukatoka kwa nyakati tofauti. Lengo ni kutuonya juu ya hukumu ya kuja mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna unabii wa uongozi au maelekezo. Wakati mwingine Bwana Mungu anataka kutuongoza katika njia iliyo sahihi zaidi ya kiroho. Kuna namna ambavyo anaona anataka mwelekeo watu wake waweze kuelekea. Tunaona mfano mmoja katika Matendo ile 13 na mstari wa 2. Tukisoma ile Matendo ya Mitume, tunaona walipokuwa wamekusanyika na walikuwa ni watu 5 hao. 13 mstari wa 2. Hebu anza mstari wa 1. Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza inasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii wa Warumi, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeria, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakifanyia Bwana ibada ya kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowatia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawacha waende zao. Hapa tunaona hawa watu walikuwa na mahesabu katika ile kanisa la Antiokia. Anasema kulikuwa manabii na walimu. Anakuja Simeoni na Sauli baadaye alikuwepo pale. Sasa ukiangalia hawa watu walikuwa ni watu 5. Walikuwa wameamua kwa chini kuazimia kufunga na kuomba. Tuna Bwana Mungu akashuka. Akawaambia wale watu 5, ndani yake alikuwepo pia Sauli na Barnaba, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi ile iliyowaitia. Hakusema ni kazi gani, lakini wale watu kwa sababu walikuwa wanachiwa na Mungu anavyoongea. Katika unabii uliotoka katikati yao, ni kwamba walikuwa wakiomba watu 5 na Mungu akazungumza kupitia mtu mmoja wao pale.
akawa kama sauti ya unabii ya kutoa maelekezo ambayo Mungu mwenyewe anayataka yaweze kutendeka. Wakati mwingine Mungu anaweza kutaka kutupa maelekezo juu ya jambo fulani na kutaka litendeke sawasawa na mapenzi yake. Ndio maana sasa watu wao walipoweza kusikia, naona pale kwamba wakawekea mikono, wakawaacha waende sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabii wa mwisho ni unabii wa uthibitisho. Ni unabii ambao unatolewa kuweza kuthibitisha kile kitu ambacho Mungu tayari amekifunua kwa mtu binafsi. Ni unabii ambao Mungu anakifunua juu ya watu wake katika kitu ambacho tayari ameshafunulia mtu binafsi. Ni kama anathibitisha kitu ambacho kimetokea. Anaweza akasimama hapa na Mungu akaachilia akasema kuna kitu fulani na hiki ambacho hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuzungumza, wala si msemaji yule, bali ufunuo wa Roho mwenyewe Mtakatifu anayeachilia juu ya watu wake, juu ya kitu ambacho amekisema au amekifanya kwa mtu husika, mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 13 mstari wa kwanza. Kila neno lithibitishe kwa kina cha mashahidi wawili au watatu. Paulo anazungumza hapa, nisome Wakorintho wa pili 13 mstari wa kwanza. Kwa hiyo nayo yanasema, hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno litathibitishwa. Kwa hiyo ni uthibitisho tu wa kile ambacho Mungu ameshakifanya kwa mtu husika, lakini anakifunua kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa matokeo ya hii yako matokeo machache. Kwanza, unapotolewa tunaona kanisa linajengwa. Kanisa linajengwa na kuimarika kiroho. Kama ambavyo tumeona katika Wakorintho wa kwanza 14 na ule mstari wa 4 inasema, tusome hiyo, atoe unabii ujenga kanisa. Kwa hiyo kusudi moja hapo, matokeo tunayaona ni kujenga kanisa kiroho. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa 4 inasema, yeye anenaye kwa lugha kujijenga nafsi yake, bali autubiaye kujenga kanisa. Amen. Kwa hiyo lengo la unabii ni kuutubu, ni kujenga kanisa. Kwa sababu tutakuja kuangalia baadaye kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni mtu ambaye anazungumza kwa nafsi yake mwenyewe, wala akili zake hazielewi, isipokuwa kwa Roho Mtakatifu, isipokuwa kwa karama nyingine ya fasiri. Tutakuja kuzungumza baadaye, mbele tutakuja kuiona. Lakini kama hana ile karama ya fasiri, basi akili zake hazina matunda. Lakini anaotubu yeye analinda kanisa, kwa sababu watu wanakuwa wanaelewa kile ambacho mapenzi ya Mungu ambayo Mungu anataka kuyafunua. Lakini pia tunaona waliozuru wanapata faraja. Ukisoma katika Isaya 61 mstari wa 3 anasema, tia mafuta. Isaya 61 mstari wa 3. Isaya 61 mstari wa 1 mpaka 3 inasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mstari wa 3, kuwaagiza hao waliao katika